بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Endelea na darasa letu la kila Jumamosi na Jumapili. Mwanzo tulikuwa tukielezana masala ya saumu, kidogo tulieleza, lakini pia tukaonelea kabla ya kuendelea na jambo hili la saumu, kuna masala tuyatangulize kwa ajili ya kufahamu zaidi, ili tuendelee mpaka tukiingia katika mwezi wa Ramadhani. Basi mengine ya kuhusiana na ibada, ya kuhusiana na mambo tofauti tofauti katika sheria, watu wapate kuyajua. Kwa hiyo tukaona tufanye haya madarasa kwa ajili ya faida ya anayezungumza na yule anayesikiliza. Lakini pia leo insha Allah taala tutazungumza jambo tofauti. Tutazungumza masala ya tahara. Usafi ni kitu muhimu sana ambayo Muislamu mu'min kabla hajaingia kwenye ibada hasa ya sala lazima atangulize tahara. Kwa hiyo tukaona kwa kuwa tumezungumza saumu kidogo, basi tuanze rasmi mwanzo kabisa masala haya mpaka tukifikia kwenye saumu, tufike kwenye hija kwa ajili ya kupata faida. Kwa hiyo leo insha Allah darasa yetu itazungumzia kuhusu tahara. Na tahara imegawanyika kulingana na hukumu, imegawanyika na kulingana na mahali imegawanyika, hata pia kulingana na namna ya ile tahara pia imegawanyika. Kwa hiyo utaona unapokuwa unafanya tahara, itategemea sasa ile tahara unaofanya ina hukumu gani, na unapofanya tahara inategemea unaifanya kwa kitu gani. Kwa hiyo anqasimu tahara bi'tibarat, usafi unagawanyika kulingana na mazingatio yaliyo pale. Ikiwa kuna tahara ya kihukumu, basi hii itakuwa ni tahara ambayo ni wajibu au tahara ambayo ni sunna. Kuna tahara ambayo ni wajibu na kuna tahara ambayo ni sunna. Unapokuwa wewe ni msafi kwa ajili ya sala, ili moja kwa moja itakuwa ni wajibu, kwa sababu huwezi sali wakati huko kwenye tahara. Lakini pia iko tahara ambayo ni sunna. Umeosha maiti, basi ni sunna ujitahirishe, chukue maji uoge, sio lazima. Lakini ni tahara ambayo iko katika zile ambazo zimesuniwa, japo sisi hatufuatilii, hatufanye. Mara nyingi tukuosha maiti kila mmoja anashika zake uoshaji nani, lakini katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, muoshaji maiti akimaliza pale anatakiwa akaoge.
Kwa hiyo jambo kama hili ni sunna na liko ndani ya katika sampuli za tahara. Kwa hiyo kuna tahara wajiba na kuna tahara mustahabba. Tahara ambayo ni wajib na tahara ambayo ni sunna. Lakini pia kuna tahara dhahiria ambayo tunasema ni tahara hisia. Tahara ya nje, tahara ya wazi. Hii inahusiana na mavazi yako, inahusiana na sehemu utakayokwenda kufanya ibada, inahusiana na yale maji utakayotumia. Kwa hiyo wakati wewe unajitahirisha katika tahara za wazi, unataka kuingia kwenye ibada ya sala kwa mfano, basi kuna vitu vitangulie kwanza. Cha kwanza, tahara yako ya maji. Nitatumia maji gani? Maana kujisaidia kule, alhamdulillah. Lakini yale maji unayoenda kujisaidia nayo kule, je, ni tahara? Alafu baada ya kuwa umehakikisha maji yako tahara, umetoka kule sasa, ile nguo yako ile iko tahara. Baada ya kuwa umehakikisha nguo iko tahara, unapoenda kuswali, kwa hiyo vitu hivi Muislamu kabla hajaingia kwenye sala anavitazama kwa umakini sana, kwa sababu huenda ukawa unasali lakini huna chochote. Kwa sababu gani? Umekosea tahara yako kule. Labda umetoka nyumbani, nguo safi kabisa, alhamdulillah, lakini katika hali ya kujisaidia kule, kinyesi kikakupata kikapata nguo yako, au mkojo ikapata nguo yako, au hata ngozi yako. Ndio maana unatakiwa uwe makini wakati unajisaidia na uwe makini wakati unajisafisha. Lakini utaona sisi tumeletewa uzungu. Mtu anaenda chooni na tishu, anafanya haja kubwa, anachukua ile tishu analipangusa nayo. Ile haitahirishi. Unajua kuna kutahirisha na kuna kufuta. Umefuta tu. Umefuta, lakini hujatahirisha bado. Na ukisoma hadithi zote za Mtume, ukisoma sheria ya fiqh kuhusiana na masuala ya tahara, huwezi kupata daraki tishu. Hakuna tishu. Utakachopata pale ni maji, mawe. Hakuna tishu. Lakini ndugu zetu wazungu walipojua hii dini iko sawa sawa kwenye usafi, wakataka watutoe kwenye usafi wetu, watulete kwenye nini? Kwenye maisha yao ya kawaida. Sasa tazama, umeenda kuharisha kule, umechukua tishu umejifuta sasa. Alafu umekuja unapulizia marashi. Unakuja mbele ya watu. Unachotakiwa pale usipate jasho. Yaani jua lisikupige ukasweti. Ukisha sweti tu subhanallah. Ile harufu itakayotoka pale.
kwa sababu kuna harufu ya kile kinyesi kilichobaki, kwa sababu umejifuta, hujatahirisha. Alafu kuna harufu ya majasho, alafu kuna manukato. Sasa mix ya hiyo, unakaa karibu na watu, unaona mmoja mmoja anaondoka, mbona mimi niko sawa mpaka nimetia na tai? Kumbe kuna harufu wanaisikia pale, hawawezi kukwambia kwa sababu mkono umevaa very decent. Tutamwanzaje kumwambia kama ananuka huyu? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuletea sisi tahara, na ndio maana ukaona sala si najisi, lakini kwanza unatawadha. Kwa nini tutawadha? Kwa sala ni najisi. Kwa nini tushike maji wakati tunakuja kuongea na Allah kwenye ibada? Imani inatawadha. Kwa nini tawadhi? Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka atuonyeshe sisi kwamba usafi unaendelea mpaka mbele ya Allah, pia uwe na usafi. Kwa tahara dhahiria inaangalia vitu kama hivyo, inaangalia mwili wako ni msafi kiasi gani, unaangalia mavazi yako ni msafi vipi, unaangalia na pale mahala utakapoenda kufanya ile ibada. Hii tahara adhahiria, watu wazingatie kwanza hivi vitu hivi. Mavazi yake yawe safi, sehemu atakoswali na mwili wake. Kisha kuna tahara batinia, usafi wa ndani, tunaita ni tahara maawia. Hii inahusiana na moyo, inahusiana na moyo wako. Moyo wako utokamane na shirki, moyo wako utokamane na chuki, moyo wako utokamane na hasad. Hii ni tahara maanawi, tahara ya ndani. Na zote hizi lazima zipatikane kwenye ibada. Tahara ya ndani na tahara ya nje, zote hizi lazima ziwe ndani ya ibada yako. Ukiwa na tahara ya nje, hauna tahara ya ndani, sala yako itakuwa ni batili. Kwa sababu sala inataka khushu, wewe una roho mbaya, khushu itakuwa wapi? Sala inataka unyenyekevu, wewe una huruma, utaitwa. Kwa utaona zote mbili zinahitajika kwenye ibada yako ile. Na ndio maana katika mlango wa tahara lazima wataeleza tahara ya nje na tahara ya ndani, sababu zote zinahusika. Yule mbebi anakuja kwa Mtume, anamwambia Rasulullah, mimi nimesilimu. Anamwambia mimi niliamini, niko na imani sawa sawa. Mtume akashukiwa na Jibril, anaambia mwambie huyo aseme mimi nimesilimu, walamma yadkhulul iman, bado haijaingia imani. Kwa sababu aliusilimu sasa, bado moyo wake uko na ile historia ya kuabudia masanamu, ya kuabudia vitu ambavyo si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kusilimu amesilimu, lakini bado imani ya la ilaha illa Allah bado haijakita. Kwa hiyo Mtume akaamua mwambie, wewe umesilimu tu, imani bado. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala kana kwamba anamwambia Mtume huyo, ili akiingia kwenye ibada iwe kweli imesihi ile ibada, lazima utahirishe moyo wake. Moyo wake kwanza. Kwa hiyo ikiwa moyo wako umetakasika na ikiwa umejitakasa na tahara ambayo hii ni ya nje, basi ukiingia kwenye ibada hakuna kitu kitakusumbua. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ju'ilat qurratu aini fi salat,
imejaliwa utulivu wa macho yangu ni ndani ya sala. Lakini jicho haliwezi kuwa na utulivu, haliwezi kabisa kuwa na utulivu. Kwa sababu gani? Kwa sababu moyo bado. Kwa hiyo ukiona jicho lako limeshiba, akili yako imetulia, basi ujue mashini yako ambayo ni moyo pia nayo imetulia. Yule mmoja alikuwa anasali, lakini ghafla yule imamu alisali rakaa 3 badala ya rakaa 4 salatu dhuhur. Lakini hakuwa ametambua, alisali rakaa 3 akapiga salamu. Yule bwana akamfuata imamu, akamwambia, bwana, sala yako wewe hujatimiza rakaa 4, umesali rakaa 3. Kabaki vipi? Akamwambia, ndiyo, kwa sababu mimi ninapofunga tu sala yangu, basi katika rakaa ya kwanza napiga mahesabu, niko dukani napokea wateja. Ikifika rakaa ya pili nimetoka dukani na kuingia gari ile gari yako. Ikifika rakaa ya 3 niko gari yako na kusanya mali, nataka kurudi. Lakini nashangaa sijarudi, wewe tayari upiga salamu. Bwana, yaani maana katika ile sala yake hayuko kabisa. Lakini wengine. Kwa hiyo kumbe kunahitajika sala ambayo moyo tayari umetakasika. Taharatu ma'nawiyya. Lakini pia kuna tahara bi'itibari naumi, kwa kuzingatia aina. Kuna taharatul hadathi na kuna taharatul khabathi. Hadath ni kile ambacho ukitawala baada ya kukifanya uko tahara, ndio hadath. Mfano, ukienda kujisaidia haja ndogo pale, naona ukajisafisha vizuri, ili isemekane uko tahara, unachukua udhu, ndio alhadath. Ama hakuna maji, unatayammam, ni nini? Taharatul hadath, aidha kwa udhu au kwa tayammum. Na huku tayammum kulikuja baada ya mashaka kupatikana mpaka kupelekea kifo cha sahaba. Unajua sheria zinakuja kulingana na matokeo. Ikitokea kitu fulani inawekwa sheria, ikitokea kitu fulani inawekwa sheria. Kama vile Qur'ani ilikuwa hapo, lakini ilikuwa inashuka kulingana na tukio. Ikitokea tukio fulani inashuka aya, ikitokea tukio fulani inashuka aya. Sasa hili jambo la tayammum ilikuwa halipo, watu walikuwa nudu tu peke yake. Lakini imefikia wakati sasa baridi kali, sahaba mmoja ni mgonjwa, wenzake wakamlazimisha atawade na ni mgonjwa, wakati tena wa baridi. Basi alipotawada akashuka na mauti, akafariki. Ndio kwa sasa atayammum, watu watayamama. Ndio maana ulama wa qawaid al-fiqh wakatambia al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Mashaka siku zote huleta wepesi. Na mtu mwenyewe
sallallahu alayhi wasallam anasema inna hadha ad-din yusr, hii dini ni nyepesi, wala yashadda ad-din ahadun illa ghalaba, na hata ifanya hii dini kuwa ngumu mtu isipokuwa itamshinda. Lakini hii dini asili yake nyepesi sana. Wewe dini gani inakuruhusu umepombe? Lakini kuna ahwali kikufika unaruhusiwa sasa. Umekula kiazi Sheikh ama muhogo, umekwama hapa, hujajua hauji kwenda chini hauendi, hakuna soda, hakuna maziwa, hakuna maji, iliyopo ni pombe. Sheria kuruhusu unywe kwa ajili ya kushukisha, si unywe mpaka ushibe, la, unakunywa kiasi cha kusukisha. Al-mashaqatu tajlibu at-taysir wa daruratu tubihu al-mahduratu. Dharura ikishatokea basi upelekea jambo ambalo ni haramu likawa halali kwa sababu ya ile dharura. Mwanamke wa Kiislamu katika mji usio wa Kiislamu, msahafu uko chini, kwa dharura ile anaruhusiwa kushika ule msahafu kama iko ndani ya siku zake. Hakuna Muislamu mwingine waliobaki pale ni Wakristo. Msahafu uko chini pale, yeye yuko ndani ya siku zake, hafai kushika. Lakini kwa ile dharura ya kwamba hakuna Muislamu pale, yeye anaruhusiwa. Ad-daruratu tubihu al-mahdhurat. Dharura hufanya kitu kilicho haramu kuwa ni halali. Tumeelewana hapo sasa? Sasa huyu alipotawala na kutumia ile mali, alikufa kwa sababu ya ile shiddatul bardi. Anaye mwenyewe ni mgonjwa, royekee kwa sheria ya kutayamama, watu watayamama. Bali kuna sahaba aliwasalisha watu na janaba, mfika salatu al-fajr bana, katoka kumwingilia mke wake bana, hakuna imamu yeye, sawa, hakuna maji, akatayamamu akawasalisha salatu al-fajr. Kwa dharura ikitokea, basi kuna vitu vinakuwa ni halali wakati ule. Kwa hiyo taharatul hadath hiyo ni ya kwanza. Lakini kuna taharatul khabath. Al-khabath, kila ambacho yujibu al-ghusl, kila ambacho kinalazimu uoge ni khabath. Janaba ni khabath, hedhi ni khabath, nifas ni khabath. Kwa hiyo hizi tahara zote mbili, ikiwa moja wapo itakupata, basi utafanya kwa kutawadha kama ni ile ya hadath, unatawadha na tamam ishamalizika. Lakini kama ni taharatul khabath, basi ndio itakulazimu uoge. Kisha pale sasa utakuwa uko tahara. Ile kauli kwamba haja ndogo na haja kubwa, watu wanaelewa kwamba haja ndogo ni kinyesi na haja kubwa haja ndogo ni mkojo na haja kubwa ni kinyesi. Lakini hii haja kubwa hii kulingana na sheria si haja kubwa.
hii kinyesi si haja kubwa kulingana na fiqh, bado ni haja ndogo. Haja kubwa ni hapa, hedhi ni nifasi. Katika fiqh ukisoma kinyesi hakiko kwenye haja kubwa, kiko kwenye hadath, kwa sababu kinyesi hakikulazimu wewe kuoga, unasafisha tu. Sasa itakuwa kubwa. Ama kuna mtu akinya mpaka aoge lazima aoge? Wanajisafisha na shika udhu, khalas kwa tahara. Lakini ukipatikana sasa na nifasi, ukipatikana sasa na hedhi kama ni mwanamke, basi akishatahirika, akijiona sasa imekoma ile damu yake, anaruhusiwa kujitahirisha, kuoga. Iko namna yake, si ndio anachukua maji tu anajumwagia tu la. Iko namna yake ya kuja kujitahirisha. Kwa hiyo haya mambo yakishapatikana kwa Muislamu, basi pale ndo anaambiwa huyu yuko tayari kwa ibada yake ya sala. Umeanza kwenye maji, na haya maji pia yana maelezo pia. Inshallah katika darasa inayofuata tutaeleza sampuli ya maji. Mmoja aliwahi kuniuliza, ustadhi, naweza kutawadha kutumia maziwa? Naweza kutawadha kutumia soda? Mmoja aliniuliza hivyo. Uchukue soda ile, utumie kutawadha, ama uchukue maziwa. Sasa hayo tutajua hapo mbele hukumu yake, kwa sababu si kila maji unatawadhia tu, la, maji maalum kulingana na vyenye sheria imeeleza. Usikuta hata maji tunaotumia pia mengine pia haifai kutumia, kwa sababu ya vitu kadhaa ambavyo vimeambatana na yale maji. Ukija kwenye najisi, najisi pia nazo zimegawanyika, ziko sampuli. Tulipokuwa madrasa kwa tunasomeshwa mabadu fiqh zile, tunaelezewa tu kwamba damu ni najisi, matapishi ni najisi, usaha najisi, pombe najisi, kinyesi najisi, kinyesi cha ndege najisi, mkojo, umbwa, nguruwe, kule kwenye glasi kule chini. Lakini ukisonga mbele sasa, unakuja kuona ile elimu inapanuka. Ile elimu inapanuka. Anaeleza umbwa, unaona kule ndani najisi. Kumbe huyu umbwa kuna sehemu si najisi. Kile kilicho najisi ni kitu gani basi? Ukijini uelezo. Lakini vitabu vikubwa ukisonga mbele ndio vinafafanua sasa. Damu najisi. Lakini kule mbele utakuta kumbe damu inafika wakati unasamehewa kwa sababu ya kile kiwango cha damu. Kwa hiyo haya masala yanataka polepole. Kile kitu ambacho ni moja kwa moja usaha. Sawa, moja kwa moja ni najisi. Nguruwe moja kwa moja ni najisi. Naona. Mkojo wa mtoto au wa mtu mzima. Na kama ni mtoto mdogo wa kiume au mtoto mdogo wa kike. Kwa sababu hizi najisi kuna mughalladha na mukhaffafa na mutawassita. Yaani kuna hadithi ile najisi nzito. Unaona? Na kuna mukhaffafa na najisi nyepesi. Alafu kuna najisi ya kati na kati.
Isije kwa umegawa nyumbani hapo, uko na kijana wako mtoto mdogo, lakini hajaanza kula, hajaanza kula vile tunavyokula sisi, yani kama labda sima, mchele, yeye anachokula ni maziwa peke yake. Sasa aidha ni wa kiume au aidha ni wa kike, hukumu iko tofauti. Yule mtoto wa kike ambaye hajaanza kula, ni maziwa tu, wa kike, akishakukojolea pale mahala lazima upaoshe ile nguo, utaiosha. Lakini kama ni sheria ya kifiqhi inakwambia unamwagia tu maji basi na uko sawa, na wote hawajaanza kula, wote ni maziwa tu. Lakini huku tofauti na huku tofauti. Hapo hapo kwenye mkojo wa mnyama ambaye tunakula nyama, ng'ombe, ngamia, mbuzi, kondoo, ukishakupata wewe, ile nguo ukitaka unaifua, ukitaka unamwagia maji, uko sawa. Kwa sababu asili ya kila kitu ambacho kinaliwa nyama, mkojo wake si najisi. Lakini pamoja kuwa si najisi, hatuwezi kuambia ukamwagie mikojo ya ngamia. La, lazima ule uchunge ule mpaka ule, kwa japo ni ruksa, japo si najisi. Lakini pia mkojo ambaye wa mnyama ambaye haliwi, hasa ikizingatiwa kama ni mnyama wa haramu kama nguruwe, moja kwa moja itokana na najisi ndio mkojo wake. Ukija kwenye kinyesi vile vile, nyama ambaye tunamla nyama, kinyesi chake si najisi. Na yataka ileweke vizuri, kuna tofauti ya najisi na uchafu. Unajua labda kuna mtu bado anajiuliza tofauti ya najisi na uchafu. Si kila uchafu ni najisi, lakini kila najisi ni uchafu. Wakati mwingine mtu anaweza kuwa anasali, wakati ule labda ana maradhi ya mafua, sawa, yakawa yanachuruzika ile mafua, yuko ndani ya sala. Mafua ni uchafu, lakini yanaharibu sala? Hayaharibu sala, kwa sababu si najisi, lakini ni uchafu. Na mtu anakutolea makamasi, utamwangalia kwanza hivi, ni uchafu, lakini si najisi. Umetoka na kohozi, uchafu, lakini si najisi. Kwa hiyo najisi iko kwa namna yake na uchafu uko kwa namna yake. Ikiwa tutaleta kinyesi cha mbuzi msikitini, tutakuwa tumeleta uchafu, hatujaleta najisi. Kwa hiyo tutasafisha pale basi. Kwa hiyo haya masala ni uzuri yafahamike kwa namna ili kuwa ni sawa. Naona inshallah hapo tutasimama. Kesho tutazungumza masala ya kuhusiana na maji na viganyo vyake. Kisha tutaendelea mpaka kwenye udhu, tutaendelea mpaka kwenye adhana, sala, zaka, saum, hija, inshallah taala.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi